hata nyinyi akina mama hamkuolewa kwa kitu kingine. Hakuna. Wengine mlitoroka nyumbani. Mnajifanya hapa niko na mama, hakuna. Wengine walitoroka shule wakaolewe kwa sababu mlidhani mkiolewa na yule jamaa maisha yako yatakuwa ya furaha mbinguni tele tele. Sasa hivi ndio anakulima mangumi. Mjinga. Umwambie niliacha kila kitu nikufuate kwa sababu wewe unastahili kulipa furaha. Sio chuki na kuja hapo umelewa kama siwiji unaamka asubuhi. Wewe nipe furaha ya kweli. Ni kweli. Na hata kina mama wanafahamu wa Kristo wetu. Askofu alikuwa anatuambia juzi, alipiana mafungo kwa wakina baba. Kwetu tunawaita CMA, Catholic Men Association. Sasa akamwambia kabla ya semina ianze, naomba kitu kimoja. Sitaki kuona watu wanazunguka huko kwa simu. Naomba mzime simu. Lakini kabla mjazima, muandikie akina mama. Muandikie. Sasa mnawaitaje kwa Kiswahili? Bibi zenu kwa Kiswahili ya Kenya. Wake zenu. Sasa tumeongea Kiswahili. Wake zenu muandikie ujumbe. Muambie ya kwamba Daddy, I miss you. Ati mimi mke wangu ninakumisi sana, nakupenda. Walipoandika ule ujumbe wakaambiwa sasa zimesi. Msikize semina sasa. Askofu akatoa semina, kumaliza semina akawaambia, naomba sasa mfungue simu zenu. Wakafungua, akaambiwa naomba usome ujumbe ulioandikwa na mke wako. Ujumbe wa kwanza, una akili kweli? Wengine kwa Kiswahili ya Kenya akaulizwa unavuta bangi. Watatu akaulizwa, hasa wanasoma ujumbe kutoka kwa wake zao. Watatu akaulizwa tangu lini? Yaani akina mama hamkubali ya kwamba kuna stahili kuwa na furaha. Umwandikie mume wangu Jona kusubiri sana tufurahi pamoja. Tunakosa hata kwenye familia, sisi hatukubali ya kwamba tumeitwa wito wa kufurahi. Vile tumeingia kanisani, furaha imetufanya tukawa mapadri, watawa. Hata katika familia, Mungu ametuita kwa kweli tuwe watu wenye furaha. Tuwe watu wenye furaha kweli. Na furaha ni kitu kizuri, watoto walelewe kwenye mazingira rafiki ya furaha. Lakini ukimlelea mtoto kwenye mazingira ya chuki na vita, hata akitoka kule nje anakaa Taliban. Anakaa mtu kuhubiri watu. Kwa sababu nyumbani hakuna kingine, ni mangumi tu. Tuombe Mungu atupe kwa kweli furaha katika familia zetu. Ili ambao wale watakao ingia shirikani wataendeleza ile furaha shirikani. Wanakuja kama Padre Francis, mkimfahamu, mkiongea na yeye unafurahi, anacheki sababu ametoka na familia kwenye furaha. Kwa hivyo tuombe familia zetu zijazwe furaha ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Na unajua furaha haihitaji mambo mengi. Sio ati usome uwe na PhD ya furaha. Ni hata kusimama asubuhi, yani kucheka. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.